bwana, karibu sana katika bonge moja la movie. Bwana, movie ya The Jack Lay inaanza katika jiji lenye utulivu na Munich, Ujerumani, ambapo mazingira yanabadilika ghafla na kuwa ya uwanja wa vita vya siri, wakati mtaalamu wa mauaji anayefahamika kwa jina kama la The Jack Lay bwana akitekeleza mauaji ya mwanasiasa mashuhuri wa mlengo wa kulia kwa kutumia bunduki maalum yenye masafa marefu sana. Bwana, Jack Lay ambaye anachezwa kama ustadi mkubwa na nyota Eddie bwana anaonesha umahiri wa hali ya juu katika kupanga kila hatua bila kuacha alama yoyote ya vidole wala ushahidi wa kiteknolojia unaoweza kuunganishwa naye na vyombo vya dola. Bwana, katika maisha ya kawaida kujificha, Jack Lay anatumia sura na utambulisho tofauti kabisa, akiwa anaishi katika eneo la mashambulizi au mashambani nchini Hispania, akiwa na mke wake mpendwa kabisa ambaye anaitwa Nulia, ambaye anachezwa na Ursa Corbello. Nulia hana kabisa taarifa kwamba mume wake anayempenda na kuishi naye kwa amani ndiye muuaji hatari zaidi na anayesakwa zaidi duniani bwana, huku Jack Lay akitumia njia hiyo ya maisha ya kifamilia kama kisingizio na ngao ya kujificha shughuli zake zote ambazo anazozifanya za ukatili na ukandarasi wa mauaji. Bwana, upande wa pili wa shilingi tunakutana na afisa wa ujasusi wa Uingereza M16 mwenye bidii isiyo kifani na msimamo mkali. Bwana, anaitwa Bianca. Huyu anachezwa na Lasha. Bianca anajikuta akivutwa katikati ya uchunguzi huu baada ya kubaini mfululizo wa matukio ya mauaji yanayofanywa na ustadi wa hali ya juu ambayo yanashirikiana na kuwepo kwa mtaalamu mmoja anayewaua watu kwa malipo makubwa bila serikali kupata mwanga wowote wa kumnasa. Bwana, mchezo unazidi kuwa mgumu pale ambapo Jack Lay anapata mkataba mkubwa sana zaidi kuwahi kutokea katika maisha yake ya kikazi, akiwa na malipo ya dola milioni 100 za Kimarekani zilizowekwa na bilionea kijana wa teknolojia ya urithi Norman Stock. Lengo kuu la mkataba huu ni kumuua mtu fulani mwenye ushawishi mkubwa sana duniani, jambo ambalo linamlazimu Jack Lay kusafiri katika nchi mbalimbali za Ulaya na kujipenyekeza katika mifumo mikali ya ulinzi. Bwana, katika kutekeleza mpango wake, Jack Lay anatumia teknolojia za kisasa na kutengeneza silaha maalum zinazoweza kubomolewa na kufichwa ndani ya mzigo midogo, pamoja na kutumia vifaa vya elektroniki vinavyoweza kudanganya kamera za usalama na mifumo ya utambuzi wa nyuso. Bwana, kila hatua anayopiga inahesabiwa kuwa ya uangalifu mkubwa sana, ingawa wakati huu anakutana na changamoto mpya kutokana na ukweli kwamba Bianca Pullman na timu yake ndogo ya ujasusi wanaanza kupata news za kwanza za uchunguzi zinazowaongoza hadi kumfikia. Bwana, mvutano mkubwa unashuhudiwa pale ambapo njia ya Jack Lay na Bianca zinapokaribiana kuingiliana katika nchi ya Estonia, wakati Jack Lay anapojiandaa kutekeleza moja ya hatua zake za mpito kwa ajili ya mkataba huo mkubwa. Bwana, ingawa Jack Lay anafahamika na kutoroka dakika za mwisho kabla kikosi cha Bianca akijamzingira kikamilifu, tukio hilo linampa Bianca uthibitisho thabiti kwamba yule anayemuinda yupo hai, ni mtaalamu wa kipekee na hana hofu ya vyombo vya sheria. Bwana, mfululizo huu unajikita zaidi katika kuonesha vita vya kisaikolojia na kiakili kati ya hawa wawili, ambao Jack Lay anaanza kuona Bianca kama mpinzani anayeweza kuhatarisha maisha yake ya kikazi. Bwana, wakati Bianca anajitoa muhanga hadi kuweka ndoa yake na familia yake rehani ili tu kuhakikisha anamkamata mhalifu huyo ambaye anajiona hawezi kushindwa na yeyote duniani. Bwana, wakati huo kule nchini Hispania mambo yanaanza kumwendea mlama Jack Lay baada ya Nulia kugundua baadhi ya mambo ya siri aliyojificha kwenye sanduku la siri la mume wake. Nulia anaanza kupata mashaka makubwa kuhusu asili halisi ya kazi ya Jack Lay na fedha nyingi alizonazo ambazo anazileta nyumbani. Bwana, jambo ambalo linaanza kuleta hofu mkubwa katika ndoa yao na kumweka Nulia katika hatari kubwa sana ya kuwindwa na maadui wa Jack Lay. Bwana, ili kufanikisha lengo lake la mwisho, Jack Lay analazimika kusafiri hadi maeneo ya mbali kufanya biashara na magenge ya kihalifu na wauza wa silaha za kimataifa ili kupata vifaa adimu sana vya elektroniki na usafiri wa siri. Katika harakati hizo zote anatumia uwezo wake mkubwa sana wa lugha ya kuvaa sura tofauti ili kupenya katika jamii mbalimbali bila kugundulika na mtu yeyote yule.
Bwana, kilele cha msimu kinakaribia pale ambapo Jack Clay anafanikiwa kufika katika eneo la tukio la mwisho linakusudiwa kwa ajili ya shabaha yake kuu ya dola milioni 100, akiwa amejipanga kwa kila namna inayowezekana, huku akitumia jengo refu sana lililo karibu kama eneo lake la kujificha na kupiga shabaha. Bwana, wakati huo huo Bianca na kikosi chake cha M16 wanatumia taarifa za siri walizozipata kupitia vyanzo vya ndani vya kiteknolojia za kufuatilia simu ili kugundua mahali halisi alipo Jack Clay. Bwana, eneo la tukio linageuka kuwa uwanja wa moto mkubwa wakati kikosi cha ujasusi kinapowasili kwa kasi na kujaribu kumzuia Jack Clay baada ya kufyatua risasi yake ya kihistoria. Bwana, Jack Clay anajikuta katika wakati mgumu sana ambao analazimika kubadili mpango wake wa awali na kutoroka na kuanza kupambana uso kwa uso na maafisa wa usalama uliomzunguka, akionyesha uwezo wake wa kipekee wa kutumia silaha za karibu sana na kujitoa katika mazingira magumu ya hatari. Bwana, hata hivyo vita hii haiishi tu uwanja wa mapambano, bali inaacha majeraha makubwa sana katika maisha binafsi ya Jack Clay, hasa kwa mke wake Nuria na watoto wao. Bwana, mambo ambayo wanajikuta wakitekwa na kuwekwa chini ya ulinzi mkali na watu wanaohusiana na mkataba huo au vyombo vya usalama ili kumshinikiza Jack Clay asijilazimishe. Hali hii inaleta mabadiliko makubwa sana kihisia na kuwafanya watazamaji kuona upande mwingine wa mhusika huyo ambaye alionekana hana huruma kabisa. Bwana, msimu wa kwanza unamalizika kwa mtindo wa kustaajabisha sana, ambapo huku Jack Clay akifanikiwa kuokoa au kukimbia na baadhi ya malengo yake, lakini akiwa ameacha alama ambazo zinahakikisha kwamba vita yake na Bianca bado haijaisha rasmi. Bwana, maisha yake ya zamani kama baba wa familia na mume wake yanabomoka kabisa, huku akibakiwa na njia moja tu ya kuendelea kukimbia na kupanga kulipiza kisasi kwa wale wote waliomfanyia. Bwana, mafanikio makubwa ya movie hii yamewafanya waundaji kutangaza ujio wa msimu wa pili ambao unatarajiwa kuleta mapambano makubwa sana zaidi, huku Jack Clay akiongozwa na hasira mpya ya kutaka kumaliza hesabu zake zote na vyombo vya ujasusi vya kimataifa. Bwana, wakati Bianca naye akiwa ameapa kutomruhusu Jack Clay kupumzika popote pale duniani hadi haki itendeke kikamilifu. Bwana, wakati giza linapozidi kuingia katika maisha ya siri ya Jack Clay, hali inakuwa mbaya zaidi nchini Hispania baada ya vyombo vya usalama vya kimataifa kuanza kulifikia shamba lake na kugundua nyayo za mume wake. Bwana, Nuria anajikuta akibaki peke yake na watoto wake, akipata vitisho vya moja kwa moja kutoka kwa watu wasiojulikana ambao wanataka kumtumia kama chambo ili kumlazimisha Jack Clay ajisalimishe mikononi mwa sheria au kwa wale waliomwajiri. Bwana, katika mazingira haya ya kutisha, Nuria analazimika kufanya maamuzi magumu sana ya kukimbia na kujificha, huku akiwa na chuki kubwa moyoni mwake kwa mtu yule aliyempenda na kumwamini maisha yake yote. Bwana, upande wa pili Bianca anakutana na changamoto kubwa ndani ya shirika lake mwenyewe la M16, ambapo baadhi ya wakubwa wake wanaanza kuweka vikwazo kwenye operesheni yake kwa kuhofia aibu ya kisiasa endapo itagundulika kuwa walishindwa kumdhibiti muuaji huyo kwa muda mrefu sana. Anakaidi maagizo ya kutisha kufuatilia huo, akiamua kutumia rasilimali zake binafsi na marafiki zake wa karibu ndani ya kikosi ili kuendelea na huo msako wa kumsaka Jack Clay. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie, na kuacha nikisema kwamba hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mnyama OG, mzee wa movie.